Niwakaribishe wanahabari katika eneo hili la uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, lakini katika chumba hiki ambacho kinatumiwa na timu ngeni, away team. Tumewaita hapa kwa ajili ya kuweka sawa jambo ambalo haliko sawa, jambo ambalo ichafua taasisi, lakini jambo ambalo linaleta taswira mbovu kwenye uwanja huu ambao uwekezaji wake umefanyika wa hali ya juu, na hata mamlaka za kimataifa tayari zimefika hapa na kukubali kutumia huu uwanja kwa ajili ya shughuli za CAF. Kama ambavyo mnafahamu, tutakuwa na mashindano ya CHAN na AFCON. Sasa katika mashindano hayo yote, uwanja huu umeteuliwa kuwa miongoni mwa viwanja vya mazoezi vitakavyotumiwa na timu zitakazoshiriki mashindano haya. Sasa kuna matukio ambayo yametokea katika nyakati tofauti ambayo mpaka sasa malengo yake hatujajua walilenga kitu gani. Tukio la kwanza ambalo linafanana na tukio la pili lilitokea tarehe 13 ya mwezi wa pili 2025, siku ambayo timu yetu ilikuwa ikicheza na timu ya Singida Black Star. Singida Black Star katika mechi hiyo waligoma kuingia chumbani. Chumba chenyewe ndicho hiki ambacho tumeona tukitumie kuzungumza, ili hata kama mnawafikishia watu ujumbe waone kwamba hali ikoje. Singida katika madai yao walidai kwamba hawawezi kuingia ndani ya chumba kwa sababu kuna hewa nzito. Kama mnavyoona, chumba chetu kina IC za kisasa na zinatema kweli kweli hewa, na ninyi wanahabari mko hapa, nadhani mnaburudika na hewa hiyo inayotemwa kutoka huko. Lakini tuna feni ambazo zinaongeza hewa ili wachezaji wanapokuwa humu wakae katika hali ambayo ni njema kabisa. Sasa timu hizi zinapoingia humu hawafungui AC wala hawafungui feni kwa sababu zao wanazozijua katika masuala ya mpira. Lakini ukipiga picha, wengi huwa wanasema kuna watu wanapuliza dawa. Mimi sijui ni dawa za aina gani, ila wanadai zipo dawa ambazo huwa zinapulizwa kupunguza nguvu za wachezaji. Kwa hiyo wanaposema hewa nzito na kutokuwasha AC pamoja na feni, kwamba pengine humo ndimo kunapowekwa vitu ambavyo si vya kawaida vya kuwadhuru wachezaji. Hilo ni tukio la kwanza, tarehe 13 mwezi wa pili 2025, tukicheza na Singida Black Star. Tukio la pili la aina hiyo lilitokea tarehe 27 ya mwezi wa pili 2025, ambapo timu ya Ken Gold na wao waligoma kuingia vyumbani kwa swala hilo hilo kwamba kuna hewa nzito. Na mimi nashukuru kwamba siku hiyo mechi kamishna alikuwa ndugu Leule Nyaulawa, ambaye alijitahidi sana
kuwasii, na yeye akaingia mpaka kwenye vyumba na akawaambia, sioni ama sijashuhudia hiyo hewa nzito mnayoitamka iko wapi? Kwa nawaomba muingie vyumbani, lakini hawakufanya hivyo. Na baada ya hapo kwenye vyombo vya habari baadhi na mitandao ya kijamii waliripoti matukio haya, na wameendelea kujadili kwamba kuna vitu visivyo vya kawaida kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo vinafanyika vyumbani na kusababisha hewa kuwa nzito katika chumba cha timu ngeni. Hebu piga hatua. Tuna madirisha mawili hayo makubwa, lakini tuna hiyo miundombinu ambayo inaongeza hewa katika chumba hiki haifunguliwi, haiwashwi. Madirisha haya yako upande mmoja. Upande huu huku mnaona, kutokana na mazingira na miundombinu ambayo inahitaji wachezaji wawe katika hali salama, kuna madirisha. Hauwashi AC, hauwashi feni, unawasha tu madirisha ambayo yako katika hiyo hali. Kuna nondo hizo ambazo zimewekwa kwa ajili ya usalama. Utegemee tu hiyo hewa, utakuwa na hewa kweli ya kutosha. Kwa hiyo sisi tunachokizungumza hapa ni kwamba hawa watu wanalenga kuchafua uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, uwanja ambao tayari uko kwenye viwango vya kimataifa, uwanja ambao watu wa CAF wanafika hapa kila wakati kukagua ili kujiridhisha uko sawasawa kuelekea mashindano niliyoyataja ya CAF. Unapochafua huu uwanja katika hali ambayo huna hakika na hicho unachokitamka, maana yake unalichafua taifa. Watu wa CAF ambao tayari wamekwisha uamini huu uwanja, wakisikia kwamba kuna vitu vya aina hiyo vinafanyika, si tu kwamba unaichafua Meja Jenerali Samuyo, isipokuwa unalichafua taifa, unaichafua TFF, lakini unaichafua taasisi kubwa ya jeshi ambayo inaaminika kwamba ni watu wanaohitaji ulinzi, amani na usalama wa raia. Tukio hili tumeona tusilikalie kimya. Tuwaeleze Watanzania kwamba jeshi JKT haijawahi kufikiria kutafuta ushindi kwa kupunguza nguvu za wachezaji kwa kutumia aina yoyote, kama ni kemikali, kama ni dawa za kienyeji, kwa ajili ya kuweka katika chumba hiki ili mchezaji wa timu ngeni anapokuja basi akose nguvu za kucheza na sisi. Na mbaya zaidi, hao ambao waligoma kuingia vyumbani walituma watu wao, walinzi wao, saa 4 kamili, na walikaa kwenye chumba hiki. Timu zote mbili wamo kwenye vyumba, walinzi wao, kuanzia saa 4 mpaka saa 8 timu hizo zilipofika. Sasa tukashangaa hao wanakaaje, hawajaishiwa nguvu, na wameshuhudia kwamba mpaka muda huo hakuna mtu ambaye aliingia kufanya chochote. Sasa hayo maneno yalitoka wapi? Kwa hiyo sisi kama taasisi tumeona tuwaite wanahabari, kwanza tujulishe hiki ambacho kimetokea, kwamba si tukio zuri, ni uzushi ambao una lengo baya kwa uwanja huu ambao tayari una heshima za kimataifa. Hao watu waliofanya hivyo, tuombe mamlaka zinazosimamia soka letu pengine wawahoji, wathibitishe hicho walichokizungumza, kwamba ni kweli kuna kitu ambacho kinawekwa ama kiliwekwa kwa siku hiyo,
kwa ajili ya kupunguza nguvu zao wanapokuwa uwanjani wakati wanacheza, na tujiridhishe katika hilo. Vinginevyo tuwaombe wafute hizo kauli, kwa sababu Singida Ken Gold katika taarifa yao walioitoa walidai kwamba waliingia kabla ya mchezo, lakini baada ya kutoka mapumziko wakakuta hewa ni nzito. Lakini hawa watu hawakuingia tangu muda walipofika hapa uwanjani. Tuwaombe TFF na bodi ya ligi, pengine kama hao watu watashindwa kuthibitisha hilo, basi hatua kali dhidi ya hawa watu zichukuliwe ili liwe funzo kwa watu wengine, kwa sababu uwanja huu ni uwanja ambao TFF na taifa kwa ujumla unaliletea heshima na hadhi. Sasa watu wachache wanapojaribu kuondoa hiyo heshima na sifa hizo, wanakuwa wanaliangusha taifa, kwa sababu kafu wanaweza wakasema huu uwanja kutokana na hayo yanayozungumzwa basi usitumike katika mashindano hayo ya CHAN na AFCON, jambo ambalo kwa kweli ni baya na halipaswi kuvumiliwa. Sijafuatilia kuona kwamba taarifa ya masaa 72 ilisema nini kuhusiana na tukio hili. Sijaona kama kuna tamko la masaa 72 au bado hawajakaa kuzungumzia taarifa iliyotolewa na Mechi Commissioner kuhusiana na hayo matukio mawili kwa Singida pamoja na Ken Gold. Kwa wale ambao huwa hawaingii vyumbani, tumeona wakiadhibiwa. Sasa sijafuatilia kujua hili waliliamuaje. Sasa nimalize kwa kusema kwamba jeshi ambao ndio wanaoumiliki uwanja huu ni taasisi kubwa sana katika taifa, na wanajua usalama wa watu, afya zao zinatakiwa ziwe imara, zisiingiliwe na kitu kingine chochote cha kuidhuru. Unaposema kuna vitu vinawekwa kwa ajili ya kudhuru afya ya mwili ili usiwe na nguvu, huo ni uuaji, na kamwe hatutathubutu kufanya jambo kama hilo. Kwa hiyo tuombe Ken Gold, Singida Black Star walithibitishie taifa kwa madai hayo mazito walioyatoa, au wakanushe kauli hizo, ili watu wajue kwamba ule uwanja uko sawa sawa na hauna mambo ya kihuni ya aina hiyo. Vinginevyo TFF, bodi ya ligi wachukue hatua katika haya yaliyozungumzwa. Asante. Huu ni uwanja ambao unatumika kwa ajili ya kucheza mpira wa miguu. Wakubwa zetu ni bodi ya ligi, ni TFF. Na kama unavyojua, masuala ya mpira wa miguu hayapelekwi mahakamani. Sisi tunaamini kwamba bodi ya ligi, TFF wanao uwezo wa kuchukua hatua na likawa funzo kwa hao na wengine ambao pengine walikuwa wanawaza kufanya hivyo.